Matibabu yake yule mzee ni milioni 10. Milioni 10. Sawa, nitakupa hiyo pesa, ila tu nao wafanikishe hili la kwetu la kutusaidia. Na kingine sasa, katika maongezeo nilivyosikia pale wanadaiwa kodi. Hii naona kama itakuwa fursa kwetu sisi ya kumaliza jambo letu kwa haraka. Au ulikuwa unasemaje? Sawa, kama shilingi ngapi? Nilivyosikia pale wanazungumzia kama 500,000. 500,000. Yeah. Sawa, haina shida. Hiyo iko ndani ya uwezo wangu. Nakutumia sasa hivi na kutolea. Sawa. Baba mgonjwa kitandani. Marafiki wa kweli sio. Msaada upo ila mtihani. Shikamoo mama. Marhaba mwanangu. Shikamoo Aunti Magi. Marhaba. Ipo wapi dhuluma ya akili? Eti kisa kuku kidari, unauza mtoto kisa salari, baada kutibu unapotosha daktari. Mama. Abe mwanangu Chikawe. Kama utojana namba usakana nene kamsalimie bibi. Sawa mwanangu Chikawe. Ila tu hakikisha umemaliza kazi zako zote za shuleni ndio uende kwa bibi. Haya, asante sana mama. Asante. Sawa mwanangu. Haya, karibu. Malezi mazuri. Yaani mtoto wako ana adabu. Hongera shogangu. Asante. Naomba niachie mimi sasa. Haya, acha kwanza nifikishe hii nikaikamilishe. Alafu nyingine ikifuata sasa tunamaliza kila kitu. Nesiwa jiji na kuaminia. Unaniaminia? Kila kitu kitakaa sawa. Haya. Baba naye ukweli. Watoto misumari. Maisha ya utapeli. Ndio hali ya nyumbani mama. Tutafanya kazi ya kuzunguka tutamaliza mtao. Hayo mambo unataka kuyaleta wewe, mimi kwangu hayapo kabisa. Alafu nishakwambia Mwambua, siwezi. Nini sasa unang'ang'ania? Asumbuko. Hivi unajua umetaka mume wangu? Unajua kama nakupenda? Alafu usichokijua Mwambua mimi kukambana na wewe hapana, siwezi. Siwezi kukambana. Hebu nisikilize. Acha kunichanganya. Wewe wakati unazungumza hivyo mimi kichwa changu kishavurugikiwa, hakipo kabisa unavyofikiria wewe. Nawaza kodi ni zaidi ya 300,000. Sawa? Maana kile ni chumba na seble. Nawaza mambo yangu ya kifamilia. Yaani hapa unavyoniona, yaani kichwa kinazunguka hivi, kina raundi. Afu unataka kuniletea habari zako hizo? Nini? Nakupenda. Subiri basi. Iza Mwambua. Acha kujifanya kama mtoto mdogo. Haya mazingira sio salama na mbaya zaidi. Hapa akipita mjumbe wa shina, nitanuka huko mtaani kote, yani kama ngulu. Nitachafuliwa vibaya mno. Utavuja habari zangu. Mambo gani unataka kuniletea sasa hizo? Afu hizo sio type zangu. Afu unataka kuleta habari za kukumbatiana? Hebu jaribu basi kujibalance. Nini sasa unafanya? Sumbuko. Hivi unajua penzi lako wewe kwangu tamu. Unajua sasa ulionipa kwangu mimi tamu Sumbuko. I swear siwezi. Alafu unajua sasa ulionipa mimi mzio siwezi. Uweze kufanya? Tuzo kambali na wewe. Hebu wewe nisikilize bwana. Mwambua, mbona unataka kunichanganya? Nishakwambia mimi kichwa changu hakiko sawa. Sawa. Umezungumzia kodi? Ndio. Kama swala la kodi. Siku 2 tu. Siku 2 tu. Ninahakikisha leo nitakupa siku zangu 2 tu nitakupa. Utalimaliza? Yes. Maisha ya utapeli ndio hali ya nyumbani mama. Mikopo kaleta nani? Tafadhali. Ila utanipenda tena? Kupenda. Sasa Mwambua. Hapa hatuko mazingira mazuri. Kabisa. Hapa sio mahali pake. Mimi wewe nenda nitakucheki. Hakuna kinachoharibika. Nitakucheki tutaonana. Ya, poa.
ufike salama Mwamvua. Angalia nyuma, kunja uso, tingisha kichwa. Vipi, kamekuelewa? Kanielewa vizuri kabisa, yani hivi mseleleko mama kuti. Wewe unafanya mchezo ni? Yaani hapa sisi tusubirie matokeo tu, na matokeo yanaonekana mazuri, wewe tu. Masumbuko Sawa, nimekusikiliza. Lakini nataka uniambie neno moja, nukta hadi nukta. Usiache chochote kile. Umenielewa? Kuna vitu nimevisikia hapa sivielewi. Anakuita wewe utamu wake. Kivipi labda? Wewe nawe, wewe ulichosikia nini kikubwa mno? Huo utamu, anasema wewe utamu wake. Kiaje yani? Farida, kiambo nisikilize vizuri. Yaani toka siku ya kwanza mimi kukutana na wewe, nimekuwa muungwana kwako. Tena pale siku ya kwanza kabisa nilipoanza kuonyesha hisia za mapenzi thabiti juu yako. Mimi unafikiri utamu nitampa nani zaidi yako? Wewe ndo mama mtu, wewe ndo mwenyewe mama. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba hujaenda tofauti na vitu tulivyokubaliana? Wewe nazaje? Wewe kuweza? Wewe Masumbuko hiyo. Hem, tuende hapa ni njia. Sasa sikiliza basi. Nini? Sasa unanivutaje? Unanizalilisha? Kuzalisha nimekuvua nguo. Wewe unafikiri hapa tuko peke yetu? Watu lazima watakuwa wanatuchungulia hapa. Wanatuchungulia. Nisikize nikwambie, Masumbuko. Tunaenda nyumbani. Kule utanipa majibu yangu vizuri. Maana sikuelewi. Na uniambie kwa nini kakuita wewe utamu wake. Kama ulimgusa, ulimfanyaje, nitajua hapo hapo. Wewe nisikilize wewe. Usilete baba hivi. Mke wangu bwana. Maisha ya utapeli ndio hali ya nyumbani. Nimepitia changamoto nyingi sana kama unazopitia wewe. Ninatamani nikusaidie, lakini sina uwezo. Ila kuna mwanamke nimempata. Maana nimemweleza matatizo yako, yuko tayari kukusaidia kwa gharama ya aina yoyote. Kunisaidia kwa namna yoyote? Mbona ni jambo zuri sana. Nitashukuru sana. Maana ni jambo ambalo linatuumiza kichwa mimi na mume wangu. Ila na yeye pia anahitaji msaada kutoka kwenu. Dr. Magi, hali yangu yenyewe unaijua wewe hai. Hivi msaada gani tutamsaidia sisi? Faraja, binadamu yote anaweza kumsaidia binadamu mwenzie. Kwani ukiwa fukara, ukiwa maskini unaweza kukosa kumsaidia mtu? Unaweza kuwa tajiri au unaweza kuwa fukara, lakini ukamsaidia binadamu mwenzio. Nisikilize kwa makini sana Faraja. Huyo mtu yeye ana shida. Anateseka sana kwenye ndoa yake. Hana amani, hana furaha. Mume wake kila siku ni maneno, vipigo, fujo anamfanyia. Yuko tayari kutoa gharama yoyote ili apate mtoto. Kwa jinsi hali niliyomwona naye baba yenu, anaweza akapoteza maisha muda wowote. Sasa huo ni jambo ni la heri. Lakini ukishajifungua anahitaji umpatie mtoto. Unasemaje Dr. Mage? Nitakapojifungua nimpatie mtoto wangu? Ndiyo, utakapompatia huyo mtoto naye atakusaidia. Mimi siwezi kuuza mtoto wangu utakapojifungua wala mimba yangu kwa ajili ya pesa ama kitu chochote kile. Siwezi. Najua unaumia. Na pia mtoto hafananishi na kitu chochote hapa duniani. Si pesa wala si nyumba. Lakini ni fursa kwenu pate kumsaidia baba. Siwezi kumtoa mtoto wangu. Hivi wewe unahitaji niandike historia gani ambayo nitakaa niisimulie dunia ili je nielewe mimi? Mtakuwa mama aina gani? Unauza mtoto kisa salari, baada kutibu unapotosha daktari. Siwezi kumuuza mwanangu kwa shida ninazozipitia. Siwezi Dr. Mage. Furaha ya kata kisimani, mjomba uko Bungo Karanyani, naitafuta furaha sioni, baba mgonjwa kitandani.
Umepata wapi picha hii? Mbona anafanana na mimi kabisa? Si ni mimi huyu? Anawezaje kufanana na mimi kiasi hiki? Hata mimi nilishangaa sana kwa mara ya kwanza. Nilizani ni wewe, lakini baadaye nikaja kugundua kumbe si wewe. Nahitaji umsaidie dada, huenda ikawa ndugu yako. Hapana, nahitaji kuonana naye nijue yeye ni nani na wazazi wake ni kina nani. Sio rahisi kwa sasa, tufanye mambo kwa utaratibu, kwani hata yeye sikumwambia kuhusu wewe. Naitafuta furaha sioni, baba mgonjwa kitandani, marafiki wa kweli siwaoni, msaada upo ila mtihani. Ipo wapi dhuluma ya akili? Eti kisa kuku kidali, unauza mtoto kisa salali. Faraja. Mimi sitaki kupita ndani, lakini hauko sawa. Nipo sawa Sikitu. Faraja, yaani mimi ndo unanifanya mgeni na wewe? Tumetoka hapa, tumeenda zetu kwa daktari vizuri na furaha zetu hapa na bashasha zote. Tumetoka tu kwa daktari, basi. Tumetembea njia nzima kimya kimya kama mabubu. Au mabubu tu sometimes wanafanya hata yaani sisi kimya mpaka tumefika. Una tatizo gani? Nimekwambia nipo sawa. Faraja, niambie, daktari amekwambia nini? Au amekwambia mimba imetunga nje ya mfuko? Hivi Sikitu una shida gani? Wewe ukiangalia pale tulipotoka ni hospitali pale. Tumeenda kufanya vipimo. Shoga yangu. Sasa uniambie. Nilipokea tu simu. Mamangu ni mgonjwa. Naona ndo imenifanya nijisikie vibaya. Faraja, hilo ndilo kunificha mimi kweli? Basi sawa, Mungu atamponya haraka. Amina. Sasa kwa vile tumechoka sana, mimi naomba nikapumzike. Nitakuja kukuona tena baadaye. Sawa, acha nikajipumzishe. Baadaye. Bye. Naitafuta furaha sioni, baba mgonjwa kitandani, msaada upo ila mtihani. Usiondoke. Nimekuona. Baba, nikajua umelala nikuache upumzike. Naona una jambo usoni toka jana. Niambie. Hamna baba, nipo sawa. Unajua mimi ni mkubwa na wajua vizuri wanangu. Ukiwa na jambo niambie, nikushauri. Ni kuhusu daktari aliyekuhudumia jana baba. Ndiyo. Anahitaji kutupa msaada wa matibabu yako. Ni jambo zuri sana. Sasa wewe ulikuwa unaogopa kuniambia wakati ni jambo linalo kwenda kunipa matumaini. Yule daktari ana rafiki yake, na rafiki yake hana uwezo wa kupata mtoto, kwa maana naye anahitaji msaada kutoka kwetu. Hivyo anataka nikijifungua nimpe huyo mtoto kama malipo sehemu ya msaada wake. Linawezekanaje hilo? Haiwezekani. Ni gumu. Usifanye hivyo. Usifanye hivyo mwanangu.
hiyo ni ngumu sana. Aniache tu. Sio tu yule baba linaloniumiza. Mtu anahitaji nimpe mtoto. Anafanana kabisa na mimi. Oh, ipo wapi? Ipo wapi? Ipo wapi? Ipo wapi? Furaha ya kata kisimani, mjomba uko Bungo Karanyani, naitafuta furaha sioni. Imekuwaje? Kumbe mko mapacha.